Mmoja alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajua masahaba walikuwa wanachunga mpaka watu wa kukaa nao, nani nikae naye, watu wenye sifa zipi mimi nipende kukaa nao. Mmoja akaenda kwa Mtume anamwambia, ya Rasulullah, ayu julasauna khairun, hebu niambie watu wapi mimi nipende kukaa nao. Anatafuta mtu apate maneno kwa Mtume, watu gani akae nao ili awe salama muda wote karibu na Mungu wake. Mtume sallam akamwambia, kwanza man dhakkarakumullah ru'yatuhu, wa kwanza mwenye sifa hii ukimuona tu, vile kumuona kwake unamkumbuka Mwenyezi Mungu. Kule kumuona tu kuna kukumbusha kumkumbuka nani? Allah. Kuna watu ukiwaona tu basi wao unamkumbuka Allah, muonekano wao, haiba yao, hali zao, unamkumbuka Allah. Huyo akamtaja Mtume mtu wa kwanza, man dhakarakumullah ru'yatuhu, anaye ule kumuona kwake kuna kukumbusha Mungu. Akataja sifa ya pili Mtume akasema, wazada fi ilmikum mantiquhu, mwenye sifa ya kwamba inazidi sehemu ya elimu yako kupitia maneno yake, yani mazungumzo yake yanazidisha kitu katika maarifa yako ya kielimu. Penda kukaa naye mtu ambaye ukikaa naye tu unapata neno jipya kuhusu dunia yako na akhera yako, unajifunza. Kuna mtu anapenda kukaa na wapuuzi, na wapuuzi ndo wamepewa nafasi kubwa katika nini? Katika dunia. Kuna comedy mbalimbali, platform za comedy, sio majukwaa ya comedy, watu wanachekesha tu na wanapata watu wengi. Na ukiingia kwenye account zao za mitandao ya kijamii, ndio watu wengi wamecomment 800, 900, 1k wamecomment, wamelike. Wewe weka dawa, kumbusha watu kuhusu akhira yao. Watu wanapita kama hawaioni yale mambo ya kipuuzi. Mtu kafanya jambo la, nimeona video moja, kuna mtu kasimama, halafu kuna mdoli huu wa samaki. Wajua katikati ya mji kuna samaki kubwa limewekwa, ni kama sanamu lake. Yeye kakaa na sahani hivi, ana ugali sembe, anapangusa kwenye ile samaki, ile doli, alafu anakula. Ndo content hiyo. Ametengeneza nini? Content. Tunajua watu wa mitandao unatengeneza maudhui ambayo ukiitoa haichukui muda, imehit, imetrend, imesambaa duniani, imepata like, wewe tayari ndo furaha. Anafanya vile, akaunti yake inakuwa kubwa, anapata matangazo ya biashara, kwa sababu akaunti yake si ina followers wengi. Haya, weka wewe Qur'an, weka wewe jambo la dini, jambo la kumkumbusha mtu akhera yake, ili halina msisimko. Kwa yale mambo ya kipuuzi yaliyokuwa hayana athari yoyote, yale ndio yanapendeza. Na wale wapuuzi wakija, watu wataka kupiga picha nao, na aguse mkono wake mpuuzi sawa, hana athari yoyote katika dini yake. Mtume anasema penda pia kukaa na mtu ambaye zada fi ilmikum mantiquhu, yale matamko yake tu yanazidisha chochote katika elimu yako wewe, huondoki mtupu. Lakini vile vile akasema Mtume sallam, wadhakarakum al-akhirata amaluhu, ya vile vile matendo yake mtu ambaye matendo yake yanakukumbusha akhira. Hao ndo watu wa kupenda kuambatana nao, kusuhubiana nao. Matendo yake anayoyatenda yanakukumbusha akhira. Kuna watu ukikaa nao hukumbuki kufanya dhambi, si ndivyo? Na ukitaka kufanya dhambi, namheshimu